sababu ni kipindi ambako tunakuletea kwa siku ya leo. Tunakuja kusherehekea kunako mkutano hii ya kanisa Katoliki ambao wanakuwa wanazindua parokia yao ya 6 huku maeneo za Kakemenge kusini mwa tarafa ya Mwenga. Utakuwa unatambua mengi kupitia misa hii ambayo inasherehekea vile vile na sikukuu ya Pentecoste, na hii utakuwa na faida mengi, kwani tunaona mapadri wengi toka hata maeneo ya Kamituga. Tunaona kabisa wakilishi wa Mheshimiwa Sebastien Muyengo Mulombe, Padri Kiatogekwa, vile vile tumemwona secrétaire administratif wa shifria wa Mzimu kuna kwa mkutano. Karibu sana, utakuwa na fahamu mengi kupitia misa hii ya leo. Unapiga mikono majo, tuombe katika maisha yetu, tuwe watendaji, tusikue wa kuhudhuria wengine. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tutende pia matendo yetu hapana kwa kujionyesha. Kuna kwa watu wenyewe wanapendaka kuonekana sana. Haiko nyi wote? Baimbaji mtapita kwa nyi wote? Baimbaji. Kamituga huko nyimbo moja wanaimbaka, sijui kama na nyinyi mnejua. Tumealikwa kwa Bwana Mungu wetu, meza ya Bwana ni tayari. Mnajua? Benye wanaimba vile kwa wafika. Nilipata shauri ile nyimbo mwingeuze. Mkwe mnaimba mumealikwa kwa Bwana Mungu wetu. Baimbaji wa mingi wa komunikati. Mumealikwa nyi wengine mwende mkule. Si hapana. Mungu anaingia banani. Ejita wafikisha mbinguni ni nyimbo au sakramenti. Sasa nini? Juu ya lina mkopi yake. Nani anawafukuza? Mko kwanza na majibu. Kizuio. Nani anakutia kizuio? Kama iko wewe. Kutoshika neno la Mungu. Yesu anasema mtu akinipenda atashika neno langu, nami nitampenda, nasi tutakuja kwake, tutafanya makao ndani yake. Hapa Kakemenge tunakoka nyumba za kuzuru wengine. Nyumba za kupanga zinakoka. Mwenye nyumba anaandika nyumba ya mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kisha wao anaandika nyumba ya Roho Mtakatifu, wao anaandika nyumba ya kupanga. Nani akipanga? Kama una Roho Mtakatifu, nani mwenye atapanga? Mwenye apokea sakramenta anaandika hapa nyumba ya kupanga. Shetani kuya wakia. Tunafukuza roho ya Bwana ndani ya hekalu lake. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe unamfukuza, unaandika nyumba ya, na shetani anasema sawa. Kiti yenyewe Mungu angalika lako, shetani ndio mwenye anavuma pale. Kama aungamaki, ba mingi aungamaki. Miaka na miaka aungamaki. Ba mingi wakopi yake Ukaristia. Nani ule mtu anaweza maliza juma moja bila kula? Nani? Chakula cha mwili tunashurulika sana. Chakula cha roho nitakomunikaka siku nyingine. Sasa roho yako iko inakula nini? Inanenepa, inagonda. Ba mingi biko mwe kanisa na roho ya kugonda. Inagonja bwaki. Jua ikulake aipokee neema za Bwana. Neema za Bwana tunazifukuza mbali, na tunabakia na roho zenye kugonda. Watoto wenye watapokea kuzabitisho bana tuchama wapi? Siko na wao. Mungu pale. Amsikie Kiswahili.
umoja, akituambia kwanza vipaji vya Roho Mtakatifu. Useme jina kwanza. Haleluya, kanisa la Bwana. Kwa majina naitwa Bilizi Ngoi Kristo. Natokea parokia ya Lumusho. Nakuja hapa tu ya kupata sakramenta ya usakitisho. Sakramenta ya kwanza ni hekima, ya elimu, ya sita ibada, ya saba ujaji. Tupige mikono. Nilitaka kunyang'anya mikono. Kale chini. Yeye anapita hapa mbele, anasema bila boga. Ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Huko wengine tukiwaita barata. Huko wenye kazi yako kuchekea wengine. Leo yule alisoma mbaya. Wewe sasa ukisoma mzuri. Huko wenye wanaishi na aya. Anasikia imani yake aya. Ni mtapewa uthabitisho kwa kushuhudia imani yenu, msisikie imani yenu haya. Badada wenye vikomo. Ushakosa Bwana ukatolika. Wazee wanakuya anakubeba. Hayakuwa mbaya. Juu Eklesia inabarikiaka ndoa ya Mkatolika na wakanisa ingine. Menyimu nafanyaka nini? Tunapia sikia mtu mwenye alibatiziwa, alipewa uthabitisho, anaenda tena batiziwa. Amufanyake vile. Siku ulibatiziwa uliungama imani. Na leo tutaungama imani. Unakataa shetani na matendo yake yote na furaha yake yote. Unasadikia Eklesia moja Katolika. Si tutauliza hivi. Mtasema je? Kisha tu tunasikia mwanamke akwake na jini. Inaandikwa Biblia wapi? Huko mtume mwenye anaandika mwanamke ana jini. Mwa Eklesia huko sala mbili ya kusadiki. Ya wanaume na wanawake inakuwa mbili. Wakati unasema unasadikia Eklesia, nani ndio unasema? Wewe ndio unasema. Ukwe mwanaume ukwe nani? Tulinde imani yetu. Hapana juu ya unyumba unatetemeka ya Mungu pembeni, Bwana ndio anakuwa Mungu. Utaingia mbinguni ya wanako na iko mbinguni. Tulinde imani yetu, tuwe tayari kushuhudia imani yetu. Nitamalizia hapa na habari njema. Siku ya Mungu yenye itakuya tarehe 15 mwezi wa 6 pale Roma utakuwa ibada ya pekee. Watataja mkongomani moja mwenye heri. Mkongomani mwenzetu jeune tu wa mgrupe de jeunes pale Goma alishuhudia imani yake mpaka mwisho. Alizaliwa tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1981 1981. Alikufa mwezi wa 7 mwaka 2007 2007. Alikufa na miaka 26. Ni jeune tu wa mgrupe de jeunes, lakini alishuhudia imani. Alisoma masomo pale Goma na akafanya universite. Benye wanajua Goma, Inigoma, Universite de Goma. Alisoma droit. Akamaliza akapata lisansi. Akaenda fanya stage Kinshasa.
na kule Kinshasa wakampatia kazi urudie Goma kutumika ku OCC, Office Congolais de Contrôle. Ile ofisi kazi yake nini? Kuchunguza biti ya kutoka mwinchi fulani na kuingia mwinchi yetu, kuvikontrole wasiingize vitu ya mubaya. Jo kazi alikuwa anafanya, alifanya kazi na zamiri ya Kikristo. Ukakuya wakomersa banaleta machakula ya kuharibika. Chakula ilishaoza. Itoke Rwanda bende uzishia banani Bakongomani. Hizi masiku Mkongo kontrole inakuwa tena sana. Leta karte. Sina karte. Ali 10,000. Sasa 10,000 ndio karte. Pale venye ile chakula wanajua biko na biti ya mubaya. Baisha tayarisha envelope. Shefu, envelope yako hii. Yana sema mchunge kwanza envelope yenu. Control. Bana mwita pembeni. Shefu, tutakuongezea kweli ile envelope. Yana sema control. Kukuya kuchunguza chakula ya mubaya. Inaharibika matone na matone. Ikivuka Kongo, banani watauza? Bandugu yake. Na saa moja shangazi yake naye atauza kwaye. Na watoto ya dada yake nabo watakula kweli chakula. Yakasema hii ni ya kulunguza. Akatoa sheria kulunguza, makuta yenu mubakiane nayo. Ni kila Mkongomani wa kufanya vile. Tuko na makanisa mingi Mkongo, lakini inchi haiendeke juu ya nini? Benye kushuhudia Mungu ni wachache. Mtu yuko mkazi, Mkristo. Sasa tuko hapa, tuko tunasali Mkristo, baba yetu aliye mbinguni. Ukisha mkuta ku biro yake. Hapa tuko kwa kanisa. Sasa uko nani? Uko na watu mbili. Kuko wa kanisa na wa kazi. Kuma bariere bote biko kuma bariere, sikuko pia ba Kristo. Sikona wenyewe walizabitishwa. Niso nafika pale sura kwanza na kunja. Iko na kusemesha na makali bwana, si tuko tu ndugu. Juna kwa kubariere sasa njobi na kwaya. Atuko ndugu tena. Kuko wenye kutesa wengine vile, na ni Mkristo. Anatesa wengine, ananyanyasa wengine. Kukamata rushwa sasa Mkongo ndio ilishakuwa chai. Ule kijana angalipendaka apate nyumba ya mzuri. Angalikosa kwele makuta walikuwa napana. Papa Francisco aliacha anasema nimejua ule kijana. Anasema huyu kijana angalikamataka vile na hakuna mtu mwenye angejua, tungejuaka. Nijua likatala, ndio maana ile habari inajulikana. Kumbe kungali wa Kristo Mkongo benye kushuhudia Mungu. Na wewe ujiulize sasa, na wewe kama na wewe unaweza fanya sawa na ule kijana. Bashino bakusumbue huko. Huko ni kwako. Huko ni kwa Bashino. Ile oro liko wanabeba. Haiwezi kutengenezea barabara. Banani wanaweka Bashino huko. Sidishi. Anakupatia kidogo, unafunga nini? Unafunga. Wewe ndio unaanza kuwatetea. Biko na baiba na wewe ndio na watetea. Ukristo tunatia wapi? Zamiri ya kimungu tunatia wapi? Mimi sichukie Bashimwa. Lakini ile kutuiba ni mzuri. Ile nyewe biko wanapata kama wanaigabula isaidie kwa maendeleo ya huko. Sini sawa? Haleluya. Amen. Tutasema padiri anapia leta mulele. Hapana, misilete mulele.
Bashinwa biko na kuiba. Biko na iba mali ya kwetu inaenda jenga kwao na kwetu kuna bakia na benye wanaweka Bashinwa shipeke kwa shipeke. Ukishapata yako bengine wakufe kwenye watakufia. Ule kijana Floribert bwana Chui ndio jina yake. Angesemaka munipatie ile makuta batu wakufe kwenye watakufia. Kuka wakongomani wa mingi wa vile wenye banatia maisha ya watu muhatari sana juu ya kupenda rushwa. Ba mingi sana. Kupitia maombezi ya Mtakatifu Laurent, msimamizi wa parokia yetu. Bwana awe nanyi. Tufuate wote kwa moyo wa ibada na tumombe Mungu angalie kwa wema sadaka itakayotiwa na Eklesia juu ya altari hii na tufanye sisi tuwe sadaka kwa sifa yake. Usifiwe Bwana Mungu wetu, wewe uliyekubali sadaka ya Kristo juu ya altare ya msalaba kwa ajili ya watu. Wewe kwa roho ya Baba unakusanya taifa lako kwenye meza ya Kristo ili wafanye ukumbusho wake. Tazama basi Bwana, altare hii tuliyotayarisha kwa ibada za mafumbo yako iwe katikati ya shangilio zetu na ya shukrani zetu. Iwe altare pale tutatolea sakramenta ya sadaka ya Kristo. Iwe meza hapo tutakapogawanyia mkate wa uzima, tutakapo kikunywa kikombe cha umoja. Iwe chemchemu inayobubujika bila mwisho, maji ya wokovu. Fanyiza tukimkaribia Kristo jiwe zima, tugeuke kuwa ndani yake hekalu tukufu tutakayotolea juu ya altare ya moyo wetu kwa sifa ya utukufu wako. Sadaka ya roho ya maisha yenye kukupendeza kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kisha sala, padri atanyunyizia maji ya baraka penye altare. Padri. Amen.
vile Bwana alivyowaambia. Nao walipewa uwezo wa kukamilisha neema ya ubatizo, wakiwajalia waamini zawadi ya Roho Mtakatifu. Naye Mtakatifu Paulo aliweka mikono juu ya wengine waliokwisha kubatizwa. Wamepewa nao uwezo wa kuwajalia waamini waliozaliwa tena katika ubatizo zawadi ya Roho Mtakatifu. Ndugu wapenzi, mtapokea sasa zawadi ya Roho Mtakatifu kwa alama inayochapwa rohoni mwenu. Kwa chapa hiyo mtafanana zaidi na Kristo, tena mtakuwa viungo vya Eklesia yake jinsi bora zaidi. Maana Kristo mwenyewe alipobatizwa na Yohane amepakwa Roho Mtakatifu, akatumwa ili atimize kazi yake kwa kuwaokoa watu, tena alete duniani moto wa Roho huyo. Basi ninyi mliokwisha kubatizwa mtapokea sasa nguvu ya Roho ya Kristo. Tutawachapa alama ya msalaba wake katika panda la uso wenu. Itawapasa ninyi kuwa mbele ya watu mashahidi wa mateso na ufufuko wake, ili mwendo wenu utoe popote harufu nzuri ya Kristo, kama anavyosema Mtakatifu Paulo. Kweli Eklesia iliyo taifa la Mungu na mwili wa Kristo inapewa kwake neema za namna nyingi. Naye Roho Mtakatifu anamgawia kila mmoja vipaji hivyo vya neema, ili ajenge mwili huo katika umoja na mapendo. Muwe basi viungo vyenye uzima vya Eklesia hiyo, tena mkiongozwa na Roho Mtakatifu mjikaze kuwatumikia watu wote kama vile Kristo alivyotenda, maana yeye hakuja kutumikiwa bali kuwatumikia watu. Mnamsadikia Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia. Mnamsadikia Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, aliyeteswa na kuzikwa, aliyefufuka katika wafu na kukaa kuume kwa Baba. Mnamsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, mnayempokea leo jinsi ajabu katika sakramenta ya uthabitisho, kama vile mitume walivyompokea siku ya Pentekoste. Mnaisadikia Eklesia Katolika takatifu, shirika la watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuo wa miili na uzima wa milele. Tunasema kusadikia nini? Eklesia. Kisha mnaenda batiziwa tena. Ndio kusadikia Eklesia. Hii ndiyo imani yetu. Ndiyo imani ya Eklesia. Ni sifa yetu kuiungama katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Ndugu wapenzi, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi kwa wema wake amwage Roho Mtakatifu juu ya hawa aliyowapokea kama wana walipozaliwa tena katika ubatizo na kujaliwa uzima wa milele. Wako hawa kwa maji na kwa Roho Mtakatifu
ukawakomboa katika dhambi. Wewe Bwana umtume ndani yao Roho Mtakatifu mtulizaji, wapatie hawa roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na nguvu, roho ya elimu na ibada, wajalie roho ya kutumikia kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Ubache babasha liona malwachi mosi na ikiumba minyaka uchinalea Yesu etadabe cha pungu wa malangu uba patiliche. Nayo bazawana balingi kosambela mpona yo bayaki na tukote wana oza mokonzi wa bakonzi makila na yo esombani mpona yo pelisa mwinda tata Nzambe tosengeli mpona yo. Seigneur, notre cérémonie pour votre gloire et l'intégrité de ton peuple. Seigneur, nous te prions. Padre Donatien Luyando, Padre Leandre Masirika, Jean-Claude Matabaro, uliowaita kwako watoke katika dunia hii, wafanyizie wao waliungana na Bwana wako wakifanana naye katika kifo chao, waungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako uwakumbuke marehemu wote. Polydor Kasambula Mwili, Elizabeth Lumbo Azama, Mtakatifu Albert Gilbert na mwenzake na mitume na watakatifu wote walikupendeza tokea duniani hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa karamu ya Bwana. Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
ndani ya groupement ya Basimbi. Sisi sawa vile sheferi tulisema tutapana moya circonstance par rapport na hii seremoni kubwa ya leo. Bila kugawia, tutaanza République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, territoire de Mwenga, chefferie de Wamuzimu. Mot des circonstances. À cette circonstance mémoriale de l'inauguration dédicace de l'église paroissiale Saint-Laurent de Kakemenge, ce dimanche 8 juin 2025. L'honorable Sa Majesté Mwamilongange 4, Biemba Kapangala Sacristia, chef de chefferie de Wamuzimu, a décidé par son bias de rehausser de sa présence dans cette cérémonie dans le but de marquer son empreinte à l'œuvre que vous avez conçue et dont vous venez parachever. Les Mwami remercier sincèrement Monseigneur archevêque d'Uvira, Sébastien Mouyengo Moulombe, pour avoir signé ce décret de 2022 créant 6e paroisse dans son entité. Après plusieurs autres paroisses, dont celle Saint-Hilaire, Moulambula à Mungombe en 1928, paroisse Saint-Esprit à Kitutu, 1962, paroisse Sainte-Marie de Mwenga Kalole, 1973, paroisse Saint-Joseph de Lugushwa, 2017, paroisse Saint-Charles-Luanga de Sougoulou, 2022, et enfin celle de Kakemenge que nous inaugurons aujourd'hui. CV de bonheur, des réussites d'un travail accompli aux nouvelles avec Kilumba Bienfait, jeune homme charismatique, pour avoir accepté la charge de conduire et de pétrer les poutres de Dieu. À tous les croyants catholiques de cette nouvelle paroisse, de noter que Dieu vous a visité pour l'installation de cette paroisse ici. Elle est votre œuvre. Vous devez vous en approprier et va contribuer certainement à votre développement intégral. La chefferie de Wamuzimu est une entité riche sur plusieurs plans, voire sur les plans spirituels. Et compte évêque de Seigneur, c'est une chose à encourager et nous devons continuer à prier pour l'élévation de ces hommes de Dieu. Nous faisons appel à nos jeunes filles et garçons de poursuivre les études et de devenir prêtres, au cas où ils recevraient l'appel de Dieu afin de venir servir nos paroisses. Nous encourageons toutes les initiatives de cette paroisse, mettre en pied d'œuvre, et nous ne manquerons jamais de les accompagner. Et peut alors compter sur notre soutien indéfectible. Notre constat est joyeux au regard de l'organisation de cette inauguration. Nous comptons voir beaucoup de progrès réalisés de cette jeune paroisse dirigée par un jeune abbé que nous félicitons davantage, sans oublier tous ses collaborateurs qui nous demanderont à Dieu de donner sagesse et intelligence pour y parvenir. Nous remercions tous ceux qui ont répondu oui à cette manifestation, car ils ont témoigné leur attachement à cette œuvre de Dieu réalisée ici. Que vive la chefferie de Wamuzimu et son peuple, que Dieu vous bénisse. Ainsi fait à Kitutu,
le 8 juin 2025 pour la chefferie de Wamuzimu, Maître Jacques Hassan Mutumbwa, secrétaire administratif et chef du personnel. Amen. Roho Mtakatifu yeye awafurahishe ninyi kwa baraka yake na kuwajalia ninyi vipaji vya Roho huyo siku zote. Amen. Moto ule wa ajabu uliowatokea mitume uondoshe maovu yote katika mioyo yenu na kuangazia kwa ungano wa mwanga wake. Amen. Naye aliyewaunganisha watu wa lugha mbalimbali waungame imani moja tu, awape ninyi kudumu katika imani hiyo moja, nanyi mkimtumainia mpate kumwona waziwazi. Amen. Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote. Nende amani ya Kristo. Mimi ni Padri Kilumba Kasambula Bienfait, padri mkubwa wa parokia Mtakatifu Laurenti ya Kakemenge. Sijui unakuwa na impression gani sasa leo ya activity leo? Kweli tunakuwa na furaha ya pekee kwa sababu siku hii tulingojea hapa kwetu. Kwa bahati ya Mungu tumesherekea leo. Tumesherekea kubarikiwa kwa kanisa ya Kakemenge na kuizindua rasmi. Kisha yake baba askofu kuitaja kama vile parokia kutoka Mukazi Paroisse na kuingia katika daraja ya maparokia tangu tarehe 2 mwezi wa pili mwaka huu pa Katedrali Uvira. Tunasherekea leo mzinduo wa parokia yenyewe na baraka yake, na kwetu Kakemenge na ndani ya duaene yetu yote ya Kitutu kweli ni furaha. Tumeona namna gani watu walitoka huko na kule kwa nia hiyo hiyo ya kuja kusherekea sikukuu hiyo hapa kwetu. Mna mapadri ambao watatoshelea kuendesha parokia hii? Mapadri kweli kwa sasa natumika mwenyewe hapa nikisaidiwa na shemasi, lakini mavuno ni mengi, watendaji kweli ni wachache. Ujumbe fupi basi. Ujumbe fupi ni kuomba wa ndugu wakaaji wa Kristo kutuma watoto kwenye shule kupeti seminaire kwa ajili ya kujitayarisha kwa mapadri kwa kuja kusaidia parokia hii, na sio tu hii, maparokia zile zote ambazo zinakuwa na lazima ya mapadri. Malet. Déjà? Ok. Oh, ça. Ça. Ok. Ça. Chefferie wa Muzimu. Merci. Kwa hii seremoni kabambi ya leo tukaona haiwezi pita na persi, na sisi ndio baba. Mama, tunashukuru sana kwa hii siku ya leo, siku kubwa sana tena sana. Mshefferie wa Muzimu tunapata wengine paroisse na mwami anafurahi, anashukuru kwa hii mambo ya leo. Mama, asante sana na Mungu aendelee kuwatia nguvu, tuko pamoja moyoni pia mwilini. Asante.
Kwa ile tunawasikia mwitie tena mikono. Shukrani mpendwa mtazamaji, umeshuhudia kwamba ilikuwa ni uzinduzi wa kanisa Katolika eneo ya Kakemenge huko ambako ni kusini mwa tarafa ya Mwenga. Tunatoka Kamituga hadi huku kusini kabisa. Umefaidia mengi kwani mapadri walikuwa wengi, sekade vile vile sekretari administratif alikuwa kwenye sherehe hii na amekuwa hapa ameshuhudia kunako mkutano hii. Naitwa Estash Babu, tukutane kwa video zingine. Bye bye, ciao.